Bana, toka tarehe 7 kuamkia tarehe 8 ilikuwa ni taarifa kwa umma. Zimekuwa nyingi na muendelezo katika yale ambayo yalitokea kwenye dabi ya Kariakoo. Tarehe 9, siku moja nyuma kabla ya leo, Machi ya tarehe 10 mwaka 2025, msimu wa 2024-2025, Young Africans pia na wenyewe walitoa taarifa kwa umma vile vile, na kubwa hasa wakizitaka alama zao 3 na kutaka viongozi wajiuzuru kwa yale ambayo wanaona kuwa hayaendi vile ambavyo taratibu zinapaswa kufuatishwa. Nipo na Heavyweight_Dulla kuzungumza naye katika yale ambayo yamejiri kwenye anga la kimichezo. Hali yako iko vipi kaka? Bana, kwema. Vizuri. Niko vizuri kabisa. Mambo yanasemaje? Salama bin Salimini. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Dunia ya ulimwengu kiganjani, kwa namna ilivyokupokea unaitazama vipi? Maana kuna muda naona wapo wenye maoni hasi juu yako, kuna maoni chanya na kutoka kwenye redi. Hapana. Hapana. Unajua kuna kauli moja nzuri sana ambayo napenda kuitoa kwamba mjinga mpe cheo. Shanielewa? Mtu mwerevu hawezi kuwa na mambo ya kijinga jinga, sababu mtu ambaye ana focus, muelewa, brain yake iko vizuri, hana matatizo ya akili, hawezi kuwa na vitu vya ajabu ajabu kama labda kutokuwa na hoja ya msingi, kutukana, kufanyaje. Hivyo ni vitu ambavyo wanafanya mtu ambaye psychologically hayuko normal. Unaelewa? Uliamua kusimama na Simba Sports na tulizungumza mara baada ya mechi kuhairishwa. Na uliposimama nao, mimi narejelea katika kanuni. Nimeona andiko ambalo linasema kwamba hivi vilabu huwa havifuati kanuni na taratibu zilizowekwa, hususan wanapokutana Simba na Yanga. Kwa tafsiri nyepesi, wapo juu ya mamlaka. Yale yanayoendelea Young Africans wana haki ya kudai kile wanachokitaka hivi sasa. Of course kanuni huwa zinafuatwa kama hiyo kanuni inamfaidisha mkubwa fulani. Umeelewa? Lakini kanuni pia inaweza ikavunjwa vile vile kama hiyo kanuni haimfaidishi mkubwa fulani. Yaani issue ya kanuni inategemea tu kwamba klabu hii imeamka vipi, klabu hii imeamka vipi. Lakini kwa kusema hii inasifika kwa kufuata kanuni. Kwa mfano nimeona maandiko mengi yasema Yanga wanafuata kanuni. Sio kweli. Wanafuata kanuni ambazo zinawanufaisha. Kama kwa wakati huu wanaamini kanuni fulani inawanufaisha kwa upande wao, wataifuata. Lakini katika kanuni ambazo pia hazinunufaishi, hawezi kuzifuata vile vile. Sio, unanielewa? Kwa hiyo inategemea, kwa sababu hata kwenye mambo ya mdhamini mmoja kudhamini vilabu ambavyo wana compete navyo kwa zaidi ya vilabu 2, 3, 4 ambavyo wote wana compete kwenye same league. Hiyo tafsiri haraka ni kwamba sio kanuni. Umeelewa? Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema ni kwamba kanuni inaweza ikafuatwa kama ina faida kwa club. Kwa hiyo na maana tayari yule tunamhesabu kama ni mtu muhimu kwenye squad ya Yanga. Huyo alisaini mkataba wa kuwa mdhamini mwenza wa ligi. Hivyo kanuni ya wapi hiyo inatumika hapo? Na wapi ligi gani imeweza kufanya hivyo? Yaani wapi? Yaani kwa mfano leo usikie Inois, kampuni ya Inois inadhamini Premier League, itawezekana vipi? Haiwezekani. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku kilichotokea pale, wale wakina Almas Kasongo pamoja na Mguto walikuwepo kwenye wawakilishi ambao walienda kwa ajili ya event ya kusaini mkataba. Na katika ile picha ya hundi walikuwepo wamesimama pale, ile hundi ambayo inawakilisha kwamba mkataba ulikuwa ni wa thamani ya bilioni 2.1 kwa miaka 2. Sio, unanielewa? Na waliidhinisha na walipitisha na wakijua kabisa kwamba kisheria inaondoa ushindani kwenye ligi. Sio, unanielewa? Sasa nikashangaa leo wanawaambia watoe. Jambo la pili, haya yote yamesababishwa na ile tukio la juzi kwamba Simba walienda kufanya mazoezi Benjamin Mkapa ikashindikana, mambo yote yakatokea. Kwani kanuni inasema kwamba mtu akizuiliwa kufanya mazoezi uwanjani haiondoi ile nafasi yake ya kushiriki katika mchezo unaofuatia. Si ndio? Sasa tujiulize, sisi tunakuwa tunatoa reference wapi? Kwa sababu sawa kazuiliwa, lakini hakuzuiliwa tu, alifanywa fujo. Zile fujo zimemuaffect kuelekea mchezo unaofuata, ambao huo mchezo ni muhimu zaidi kwenye ligi, kwa sababu unaamua nani anaweza kaa hatma wa ubingwa kwenye ligi kuu. Si ndio? Mwaka jana, si unaelewa, kulitokea tukio umeelewa, kati ya timu ya taifa ya Nigeria pamoja na Libya kwenye AFCON qualifier. Nafikiri watu wanakumbuka. Umeelewa? Timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles walifanywa mambo ya ajabu na timu ya taifa ya Libya ikiongozwa na Federation ya Libya. Waliwekwa kwenye uwanja wa ndege karibu zaidi ya masaa 16. Umeelewa?
huku Libya wanajua kabisa wao ndo host na wanatakiwa wasimamie kila kitu kuhusiana na mgeni wao. Si unanielewa? Baada hapo wale Nigeria wakasusia mechi. Kususia mechi wakarudi zao Nigeria. Umeelewa? Wakiamini kwamba chochote kitakachoamuliwa wale walikuwa tayari. Lakini pale mwisho wa siku CAF walisimama na nani? CAF walisimama na mtu alionyanyasika kabla ya mchezo ambaye ndo Nigeria. Nigeria wale Libya federation yao ilipiga kelele ikasema hii Nigeria wanakuwa wanatake ile mass media kwa sababu wana wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi bora barani Ulaya. Kwa hiyo wanachukua advantage hiyo na kujaribu kugain kujaribu kuteka mitandao ya kijamii pamoja na maamuzi final decisions za CAF. Jambo ambalo ni la kipuuzi. Mnaelewa, uwezo ukawachukua wachezaji wenye gharama kubwa ukajaribu kuwafanyia vitu vya ajabu unawaweka airport unafanyaje na nini. Umeelewa? Kwa hiyo kama wale CAF wakaamua kusimama na timu ya taifa ya Nigeria, na sio tu kusimama, wakawapa pointi 3. Si unanielewa? Nigeria ambao yule pointi 3 iliwasaidia kukaa kwenye msimamo kwenye kuongoza kwenye msimamo wa kundi. Pamoja na hivyo hawakuishia hapo, wakapigwa fine ya US dola 50,000 kwa ajili ya ule upumbavu walofanya. Kwa maana hiyo katika kitu ambacho CAF wanakipigia vita na kelele siku zote ni kujaribu kutumia mbinu za hovyo katika kujaribu kuwin mchezo. Kwa mfano kama hivi kumfanyia fujo mpinzani, kumharas. Mimi nakwambia kitu kimoja, Jafe. Ingetokea tukio kama hili limefanyika, Simba labda ameenda kucheza na Gor Mahia ya Kenya. Kama hivi yani hivi kwamba akazuiliwa nini, kafanywa fujo pale kwenye kuingia uwanjani na nini, Simba kagomea mechi akarudi Tanzania. Hawa wachambuzi hawa ambao unaona wanasema kwamba Simba amekosea, hakuna kanuni inamfanya acheze na nini, hawa na wana reference za michezo mingi ambayo imeshindwa kuendelea kwa sababu ya vurugu za nje ya uwanja. Hawataki kuzisema, lakini hawa wangempongeza Simba kwamba amefanya maamuzi. Safi sana Simba. Wezi timu kubwa kama Simba hawezi kuonewa, ina wachezaji wakubwa hivi na hivi. Si unanielewa? Hawa nakwambia tena. Sasa ushasema umelinganisha na timu ya nje. Sasa kwa nini? Kwani timu ya nje na timu ya ndani kuna tofauti gani? Kwa sababu timu ni timu. Mashabiki wengi wa ndani. Sasa sisi tunasimama walipo mashabiki wengi, kwa sababu hata Simba ina mashabiki wengi. Sisi tunasimama walipo mashabiki wengi au tunaongelea uhalisia wa mambo? Tunazungumza kanuni zinasemaje. Sasa kanuni gani? Kwa sababu sidhani kama kuna fujo pale ambayo kuna kanuni inaelezea namna ya kudili na fujo. Simba kufanya mazoezi na wale wamezuia mazoezi, lakini hakuna kanuni ambayo. Alafu sasa kuna vichekesho vinaendelea, anamwambia meneja wa uwanja hana taarifa. Hivyo ni sababu hiyo ya kutoa. Mechi ya Simba na Yanga kesho anacheza Simba. Meneja anakuambia hana taarifa za Simba kwenda kufanya mazoezi siku moja before mchezo. Kwenye barua ya mtani wa Simba wanasema kwamba kwenye kikao cha kabla mchezo, kwa maana baada ya kikao cha walimu na wanahabari, wekundu wa Msimbazi Simba hakutoa taarifa kwamba watakwenda Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi. Na ndio maana hakuandaliwa utaratibu wowote wa kufanya maandalizi kwamba Simba wanakuja kufanya mazoezi uwanjani. Hii imekaa. Kwa hiyo maandalizi yao yalikuwa yanataka kufanyika baada ya Simba kutoa taarifa. Yaani pale Simba watoa taarifa ndio maandalizi yanaanza. Kwa pale sasa hapa fanya hivyo. Hizo ni hoja za ajabu kwa sababu hata hao wenyewe wahusika walikuwa wanajua kwamba kuna mechi ya Simba na Yanga tarehe 8. Ina maana maandalizi yote yanayohusiana na huo mchezo wangefanya kuanzia mpaka huo maandalizi ya uwanja wa kufanya mazoezi before match. Na kama ikiwa hivyo basi mtanilazimisha mimi niamini kwamba huu mpango ulikuwa umesukwa. Kivipi? Kwa sababu wewe haiwezekani unajua tarehe 8 kuna mechi. Sawa? Alafu tarehe 7 unajua kanuni zinaeleza nini kuhusiana na timu ambayo ni timu tuseme mgeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi siku moja kabla ya mechi. Si inajulikana? Sasa alafu useme hawakuwa na taarifa, alafu useme hawakuandaa uwanja. Sasa huyo meneja wa timu huyo alikuja kuiruhusu Yanga kuingia kwenye uwanja baada ya tamko la wewe ni mzuri sana kwenye kupembua vitu kwa uyakinifu. Na umekuwa unafuatilia takwimu sana za vilabu vya bara hili la Afrika na hata Ulaya. Simba na Yanga hususan wanapotumia dimba la Benjamin Mkapa kwa sababu ni neutral ground kwa timu zote, mmoja atakuwa mwenyeji, mwingine atakuwa mgeni, mwingine mwenyeji. Hatujawahi kuona mazoezi
ya vilabu hivi katika uwanja huo, hususan kwenye dabi. Hata dabi iliyopita ya Simba ambaye alikuwa ni mwenyeji hatujaiona Young Africans ikienda kufanya mazoezi, kwa maana kila mmoja huwa anafanya mazoezi katika eneo ambalo huwa amezoea kufanyia mazoezi. Kwenye hili Simba waliona nini na Simba walitaka nini kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa mpaka kuzua haya yote ambayo yapo hivi sasa? Walitaka kufanya mazoezi. Walitaka kufanya mazoezi sababu si ndio kinachoelezwa na kanuni inaruhusu. Haijalishi hiyo mechi za nyuma zimekuaje, lakini kataka kwenda kazuiliwa. Katika kuzuiliwa alifanywa fujo, vurugu ambayo psychologically ilimuondoa kwenye concentration ya mchezo wa kesho. Ikapelekea hivyo. Kwa haya madudu yote, na mimi sikufichi, Simba wangeweza kucheza huu mchezo. Lakini kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea kwenye federation pamoja na favoritism ambazo Yanga wamekuwa wakizipata, zimewafanya Simba kuchukizwa na kujaribu kuangalia jinsi gani ili jambo linakwenda. Sawa? Mambo mengi wao pia wana makosa, si ndivyo? Wana makosa. Simba wenyewe wapo sawa. Mimi ndio maana nikajaribu kutoa reference ya timu ya taifa ya Nigeria. Walipata watu watasema ile ilikuwa airport masaa kadhaa. Waliamua kuondoka baada ya masaa 16. Simba wameamua kuondoka baada ya masaa 2. Kwa hiyo ina maana Simba wangeamua kulala pale. Sasa sisi tunalala mpaka tufanye mazoezi. Ndio walikuwa wanataka hivyo, ndio ionekane kuna nini. Kama walivyofanya Nigeria kwamba sisi tumekaa masaa 16 hatujapokewa, hatuja nini. Kulikuwa kuna mambo ya migration zile sijui, yani kuna mambo mengi, unajua mambo ya airport tena. Sasa wakaamua kukaa kwa muda wote alafu ndo wakaondoka. Sasa na huku ndo tunataka ili ichukuliwe uzito. Walitaka Simba wakae pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa nje kwa muda wa masaa 10, ndo tuseme kwamba basi, kwa sababu Simba ndo waliamua kuondoka baada ya masaa 2. Wale wachezaji wa gharama huwezi ukawaweka sehemu zaidi ya masaa 3, 4, 5. Umeelewa? Na wanatumia nguvu, wanatumia muda mwingi kufanya mazoezi, nani utakiwa kuwachosha zaidi, especially unapokuwa unakabiliwa na michezo, kwa sababu Simba ukitoa mchezo wa Simba na Yanga ambao ndo mkubwa aliobakia nao Yanga, Simba wana michezo mikubwa zaidi, wanaenda kucheza na Al Masry, timu yenye uzani wa juu kuliko Yanga. Kwa hiyo wanatakiwa waangalie ratiba zao, yani wasifanywe bugdha yoyote kuelekea kwenye michezo yao. Sasa turudi kwenye kauli za viongozi wa Young Africans, ikianza kwa Arafat Haji, makamu wa rais wa klabu ya Young Africans, twende kwa Alex Ngai ambaye ni mjumbe bodi ya wadhamini upande wa Young Africans. Swali ni kwamba katika kauli ambao wameizungumza wao, hiyo tarehe itakayopangwa hawatoshiriki mchezo huo wa dabi, na wao wanachofahamu ni kwamba wamemaliza dabi ya tarehe 8. Hili kwa upande wao na wenyewe wamelibeba kama Simba ambavyo wameamua kufanya maamuzi, na wao sasa wanasimamia misimamo yao kuonyesha wanachama wao kwamba na sisi pia tunaweza kutoa tamko na tukalisimamia. Kitendo tu cha TFF kutoa taarifa kwamba mchezo umehairishwa na kupangwa tarehe nyingine, automatically TFF walisimama na Simba. Yaani hiyo inajieleza. Kwa hiyo kwa sababu TFF wamesimama na Simba, tafsiri ya haraka haraka ni kwamba Yanga wakigomea mchezo wameshindwa kuobei taratibu ile. Kinachofanyika ni nini? Inatumika kanuni na sheria inayoelezea timu ambayo inashindwa imegomea mchezo. Sio, unaelewa? Na kanuni inaelekeza wazi. Sio, waweza kukutana na kifungo, lakini vile watapokwa pointi katika huo mchezo. Mpinzani ambaye amegoma mchezo atanyimwa ushindi, na timu ambayo imekubali kucheza mchezo itapewa alama 3, kitu ambacho Yanga ndo anakililia sasa hivi, ndo kitakutana. Kwa sababu TFF wamekubali na wamejiridhisha kwamba mchezo huu ushaingiwa dosari, unabidi usogezwe mbele, na Simba wamekubali, Yanga ndo wamegoma. Automatically sheria ambayo Yanga wanaitaka sasa ndo itaenda kutumika kuwanyima hizo pointi 3. Kwa hiyo wanatakiwa kwanza waobey. Sawa? Wanatakiwa kwanza waobey, wakubali. Alafu kwa nini mwanzo awali nilisema kwamba hawa ambao wanafanya madudu ambao Yanga wanawapigia kelele leo ndo wamefavor Yanga? Mimi nakwambia kuna vitu vingi katikati vimetokea. Simba kafanywa mambo mengi sana nje ya uwanja, lakini kuna jambo tulilipigia kelele sana sisi wadau wa mpira, kwamba kwa nini Singida wanaenda kucheza na Yanga wamepanga kikosi F. Si tulipigia kelele? Wale wanaohusika na ligi, manake bodi ya ligi, walitakiwa wachunguze kupitia kamati zao kwamba kwa nini ligi inakuwa hivi, kwa nini hizi timu zikicheza na Yanga zinakuwa slope. Tunanielewa? Walitakiwa hawa wachunguze. Sasa ndio tunakuja kwenye ile kauli kwamba mtoto umleavyo ndivyo wewe unamdekeza.
Unamdekeza yake akifanya kosa unamchekea, anakuja kupiga kofi baba. Yaani mtoto ampiga kofi baba yake, ndio kinachotokea hivi. Yaani Yanga kalelewa akapewa nini akifanya hivi sawa. Sawa bana sawa. Leo anakuja kumtia kofi baba yake, ndio kinachotokea. Kwa sababu imagine wewe hiyo timu imepanga kikosi F. Simba imefanywa fujo, CCM Kirumba imefanywa fujo mechi na JKT KMC Complex. Yanga wameza mechi yao, wanafanya mazoezi pale, wanajua kabisa kuna mechi. Kuna hii issue ya Simba kugomewa kuingia uwanjani, sijui kuzuiliwa, sijui. Sababu zinazotoka zieleweki, sijui kuna gari, sijui kuna nini, kwani hizo gari zingine si zingezuiliwa, ingeruhusiwa gari la wachezaji? Issue iko wapi hapa? Swali liko jepesi. Swali jepesi bana, hizi hazingine ingia gari ya wachezaji. Na hizo video zote nimejaribu kuangalia, sijaona hizo gari za wazee, sasa sijui walikuwa wanawaona peke yao. Maana unajua mambo ya mazingaombo, inawezekana wazee walikuwepo ila si watu wa kawaida tu waone, wanaona wale mabouncer tu, wanaona kuna wazee. Labda inawezekana wale mabouncer ndio walikuwa wanaona kuna wazee. Sisi wengine macho yetu hayana nguvu za ziada za kuona vitu vingine. Labda wao walikuwa wanaona hizo BM2. Mimi swali langu la mwisho, wewe ungekuwa sehemu ya shirikisho ama bodi ya ligi, kwa hiki ambacho kimetokea, hukumu ilikuwa inakwenda kwa nani? Mimi kwanza ningeanza na mzizi wa tatizo, niwe mkweli. Ningeanza na mzizi wa tatizo, ningechunguza effective hapa kuna kitu. Kwa nini Simba wamezuiliwa? Wale mabouncer wana mandate gani? Nani amewapa agizo? Kwa sababu haya yote yametokea kwa sababu hiyo. Sawa, mtu alikuwa tuchukulie Simba alikuwa anatafuta sababu. Wewe si ushampa sababu? Sasa tunaanza kwa nini umempa sababu? Yaani mimi ndo napenda hapo. Alafu napenda sana watu. Alafu sasa kibaya ni kwamba wote wanaonekana kusimama na Yanga. Safi, ni jambo zuri. Lakini kwa nini chanzo? Yaani kila kitu kina chanzo. Chanzo nini? Kwani upelelezi unaanzia mbali? Si unaanzia kwenye chanzo? Kwamba wewe ukisikia mtu kafa utaenda kwanza sehemu ya mwisho aliyofia. Uwezi ukaanza hospitali kufanya upelelezi, utakuwa mwehu. Chanzo ni kwa nini Simba alizuiliwa? Kazuiliwa na nani? Na mabouncer. Askari walikuwepo? Walikuwepo. Kwa nini hawakuzuia mabouncer kuachia Simba waingie kufanya mazoezi? Bodi ya ligi ilipigiwa simu, ilipigiwa. Kwa nini hawakwenda kwenye tukio? Kuna nini kinaendelea? Umeelewa? Simba walichukua hatua gani baada ya yale masaa mawili walikuwa wamekaa pale? Walikuwa wanafanya nini? Wamewasiliana na watu gani na watu gani? Hao watu waliowasiliana, unachunguza kote huko. Walijibu nini? Mpaka Simba wanaondoka, sababu siamini kwamba walisema, kwa sababu tetesi baada ya Simba tu kuondoka tetesi zikaanza kuzagaa hawachezi. Kwa hiyo ina maana labda pengine walisema, si bana mkituzia kisi kesho tuchezi. Wale wakajibu nini? Si unanielewa? Na baada ya pale kwa nini kwamba mpaka huyu anasusia mchezo mkubwa na anajua kabisa pia, kwani Simba hawana mashabiki wao walioingia gharama? Si wapo? Wametoka wapi? Kwani Yanga peke yao ndio wanatoa mashabiki nje ya nchi au labda mikoani? Si hata Simba wanao. Kwa hiyo hawajali mashabiki wao, wanawajali wa Yanga au vipi? Yanga ndo wanawajali sana mashabiki wao. Ina maana hata Simba waliona kuna kitu hakipo sawa. Ndio maana nikasema uchunguzi utakuwa ufanyike pale. Kwa nini wale walizuiwa? Umeelewa? Kwa nini wao walizuiwa? Na kwa nini wafanye fujo before mchezo? Wewe si una timu nzuri? Si una Pakome? Si una Chama? Una Azizi? Kwa nini unafanya fujo nje ya uwanja? Waache Simba wafanye mazoezi yao. Waache waingie kufanya tizi. Waache wafanye wanachokitaka. Wewe nenda kawaadhibu uwanjani, si una timu? Alafu sasa nao kwenda katisi. Bas. Hasa yote wamesababisha wao, na mimi nataka pia hii na mimi nimefurahi kwa sababu hawa bodi ya ligi pia nao walikuwa wanawachekea Yanga. Udhamini timu 6. Upangiwe kikosi C. Ufanye blanda timu pinzani kila siku zina mara imezuiliwa wapi, mara imezuiliwa wapi. Hakuna tamko, hakuna ni. Simba walitoa paka matamko wamezuiliwa CCM Kirumba, kilitokea nini? Wadau wa michezo wamelalamika, bana Singida wapanga kikosi hivi na hivi. Ile blanda ile 2021 ya timu kusaini mdhamini wa timu anataka kudhamini ligi. Eti wamekubali. Wamekubali. Alafu leo hao waliokubali wanaambiwa na hao waliowakubalia kipindi hicho 2021 kwamba tokeni, hamfai nye. Mapicha ila inchi ni ngumu. Bana, nataka kufahamu unajua
unajua mengi na unapitia mengi sana. Mara baada ya taarifa ya mchezo kukairishwa kwamba utapangiwa tarehe nyingine, Young Africans walikwenda uwanjani kama ambavyo wao walisema watakwenda kutimiza wajibu wao. Ndio. Lakini katika kuingia uwanjani hawakupita lango kuu ambalo ni kila timu inapaswa kupita. Ndio. Hii kitaalamu ilikuwa imekaaje? Na si mara ya kwanza waliwazuia Simba wasipite, lakini wao pia hawakupita. Kuna nini hasa ambacho, kwa namna ambavyo unatazama mambo na hizi dabi zimekuwa, unadhani kulikuwa na nini kinaendelea? Sasa hapo ndugu yangu swali lako hilo, lakini ni kwamba tu hata kama ingekuwepo mimi naamini wangepita kwenye mlango, sio? Naamini hivyo kwa sababu si imeshaikutokea na inatokea. Na huwa inatokea. Kwa hiyo muda mwingine ni maelekezo kutoka kamati, lakini kwa nini waruhusiwe kuingia? Kwa sababu kwanza hapo litakuwa unulize kwanza hawajaheshimu mamlaka. Sababu dabi umeambiwa hakuna. Wewe ndio uwanjani kufanya nini? Maana hujaheshimu mamlaka. Mamlaka imekwambia hapo dabi hamna. Wewe unaenda. Alafu ulivyokuwa mjeuri unapita mlango, sio? Yaani kwamba anaenda na anapita mlango unaotaka mimi. Na mnifanyi chochote. Alafu unarudi unaenda kuandika barua tunataka mjiuzuru. Hii vipi? Yaani tunataka nyie mjiuzuru mtoke na tushaenda kwenye dabi, tushacheza tarehe 8. Hapo wakatoka hapo wakaenda Bunju. Wakasema Bunju sisi tunaingia hapa tunataka mechi. Hii timu imesema ichezi tena, imeenda Bunju kufanya nini? Na anasema hakuna dabi nyingine. Hapo hakuna dabi nyingine. Alafu na nyewe viongozi kama vipi jiuzuruni, hatuwataki. Nini? Ila Yanga wanakuchosha. Yanga kiboko ese. Bana mimi kwa leo. Sasa kwenye hili la geti nani mwenye makosa ambaye amepita getini au amefungua geti? Wote wana makosa. Kwa nini amfungue? Ushaambiwa dabi hamna. Wewe unamfungulia geti wa nini? Kwa hiyo ni mauzauza hapa. Simba angekuwa yeye ndo kaingia pale afu anaambiwa dabi hamna, angezuiliwa. Ndio maana nikasema yani unajua mtoto umleavyo ndo akwa. Sasa TFF sasa hivi anakula makofi ya Yanga. Yaani ni makofi. Si umemdekeza? Bana mwacheni. Anafanya hivi. Mwacheni. Leo huyo hapo Yanga. Hataki sasa, anataka anachokitaka. So mkaka kapumzike. Nashukuru.